بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومصطفانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، ndugu zangu watazamaji wa kipindi hiki na wasikilizaji wa Radio Jambo FM, mimi naitwa Sheikh Masudi Ramadhani Mloe, ni imamu mkuu wa Masjidi Istiqama Lubaga iliyoko Joshoni mjini Shinyanga. Pia ni mwenyekiti wa JMAT wilaya hii ya Shinyanga. Ima kirefu cha JMAT ni Jumuiya ya Maridhiano na Amani, Mila na Desturi. Nipo hapa kwa ajili ya kuweza kuandaa na kuwajulisha waumini kuelekea siku ya Idi, ni yepi tunayotakiwa kufanya na ni yepi ambayo hatutakiwi kuyafanya, ili funga yetu tuweze kuipata kwa ukamilifu. Ndugu zangu, Idi al-Fitri ukitafsiri unapata tafsiri halisi kwamba ni furaha ya kula, furaha kwa ajili ya chakula. Sikukuu hii ni sikukuu ambayo tunahitimisha, tunasherehekea kukamilisha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo ndani yake kuna maelekezo na kuna makatazo. Sisi kama waumini tunatakiwa tuwatendee wema katika siku hii na kuendelea. Wale ambao si waumini tuwakaribishe, mayatima, wajane, waweze kupata chakula kwa pamoja na sisi. Hivyo ndugu zangu, waumini wenzangu, ninawaomba sana, kama tulivyofundishwa na kiongozi wetu wa umma huu, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, tuwafanyie sana wema jirani zetu, ndugu zetu, bila kujali itikadi ya kidini katika siku hii. Na siku hii tunatakiwa tusherehekee kwa kula vizuri, kupata vinywaji vizuri, vinywaji baridi, na pia kuvaa nguo nzuri na kukaa pamoja na familia zetu na kumtaja sana Mungu siku hii. Si siku ya kufanya maasi, na wala si siku ya kufanya vurugu mbalimbali. Ni siku ambayo wewe muumini kama muumini unatakiwa ukae umshukuru Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kukujalia wewe kuweza kuumaliza mfungo wa mwezi wa Ramadhani kwa amani na salama, na pia uwe na uhakika kwamba kwa kazi uliyoifanya ya mwezi mzima, basi Mwenyezi Mungu amekusamehe makosa yako. Ndugu zangu katika imani, Idi al-Fitri wengi tumekuwa tunafanya makosa, tunamkosea sana Mungu, na kwa sababu hiyo huna sababu ya kuacha chakula chako mwezi mzima, kuacha vinywaji vyako mwezi mzima, na ukashinda umefunga, alafu baadaye unakuja kukengeuka muda wa mwisho. Sio malengo ya kufunga. Malengo ya kufunga ni kwamba wewe unaingia katika Ramadhani na ukitoka ukiwa mtu safi, ukiwa mtu safi kabisa. Na ndivyo unavyotakiwa baada ya Ramadhani uishi katika sehemu yako ya umri iliyobakia kama ulivyokuwa unaishi ndani ya Ramadhani. Ndiyo lengo la Ramadhani, kama alivyosema yeye Mwenyezi Mungu mtukufu ndani ya Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, kutiba alaikumus siyamu,
imefaradhishwa kwenu nyinyi funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa kwa wale waliokuwa kabla yenu. Kwa sababu gani? La'allakum tattaquna, ili mpate uchamungu, ili mpate kuwa wachamungu. Kwa hiyo uchamungu hauishii ndani ya Ramadhani peke yake. Baada ya kuupata uchamungu, basi unatakiwa utoke humo uendelee na uchamungu wako, ili uweze kuwa ni dira kwa jamii inayokuzunguka. Kwa wewe muumini uwe ni dira, na imvute yule ambaye si muumini aseme kweli huyu muumini, huyu Muislamu alikuwa katika ibada. Si vyema ndugu zangu, na wahusieni kufanya mambo yasiyofaa siku ya Idi. Tumekatazwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu siku ya Idi, basi ni sawa sawa amemuasi Mwenyezi Mungu siku ya hukumu. Chukulia mfano, wewe una kesi mbaya ndugu yangu, haya ni ya kidunia tu. Acha hadithi hiyo aliyosema Mtume. Una kesi mbaya na unajua utafungwa. Umeambiwa jitetea, alafu matokeo yake unamtukana hakimu. Wewe unadhani kitakachotokea hapo ni nini? Kwa hiyo tusifanye maasi baada ya Ramadhani, si siku ya Idi peke yake. Tuishi vizuri, tuishi vema katika umri wa kila mmoja, sehemu iliyobaki aitumie vizuri. Na mnukuu mshairi, nini maana ya Idi? Mshairi anasema, Idi al-Fitri, Idi ya furaha ya kula, yaumil birri, ni siku ya wema, ni siku ya kufanya wema. Nakhtimu fihi sauma shahri, tunahitimisha, tunakamilisha ndani yake funga ya mwezi. Hivyo ndugu zangu, siku ya Idi, nazidi kuasisitiza, si siku ya kufanya mabalaa. Itakuwa tumepoteza kazi yote nzuri. Tumefanya kazi kubwa sana ndani ya Ramadhani. Tumeacha kila tunachokimiliki kwa kutarajia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivyo tusifanye makosa mengine ndani ya Ramadhani. Kila mmoja amuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amjalie kuyaacha mabaya yote moja kwa moja katika sehemu yake ya maisha iliyobaki. Ndilo lengo la Ramadhani, na si vinginevyo. Na kwa wale ambao hawakufunga kwa sababu mbalimbali, basi watatahamaki tu, Ramadhani imekwisha, na wale walioacha kwa makusudi watabaki wanajuta. Hivyo sisi waumini tunatakiwa tuwakaribishe ndugu zetu bila kujali itikadi, kabila, jinsia. Tuwakaribishe madhali Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia riziki, ukaandaa chakula pale nyumbani, basi wakaribishe ndugu, jamaa na marafiki bila kujali jinsia, bila kujali dini, bila kujali kabila. Ndugu zangu Waislamu, kuna maneno ambayo si maneno sahihi. Naomba niwaweke wazi kupitia mafundisho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man sama Ramadhan, mwenye kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, wa atba'ahu sittun min Shawwal, na baada Ramadhani akaifatilizia siku 6 katika mwezi wa mfungo mosi, faka annama swama sanata kullaha, mtu huyo ni kana kwamba amefunga mwaka mzima. Na kabla sijaweka wazi nini maana ya kufunga mwaka mzima, kwanza ni watowe mashaka. Funga hii hairithiwi. Funga hii ni khiari yako.
wewe ukifunga mwaka huu utapata malipo, mwakani usipoweza Mwenyezi Mungu ndiye anayejua, hulaumiki, lakini ni bora zaidi ukatekeleza, na wala hairithiwi. Ni kwa nini Mtume alielekeza tufunge siku 6 baada ya Ramadhani ndani ya mwezi wa mfungo mosi? Unaweza ukazifunga mutawaliati, mfululizo. Hii wengi hupenda kuifunga hivyo kuepuka uvivu, lakini unaweza ukafunga siku moja moja ndani ya mwezi wa mfungo mosi. Kila wiki ukafunga siku 2, mathalan ukafunga Jumatatu, ukafunga Alhamisi, paka mwezi wa mfungo mosi mwishoni. Siku 6 zako unakuwa umekamilisha. Lakini tunashauriwa au tunashauri kilicho bora zaidi, wewe jifunge, uzifunge siku zote 6 mfululizo. Ni kwa nini Mtume alielekeza? Mwaka wa Kiislamu una idadi ya masiku maalum. Una siku kati ya 355 na 360 mwaka wa Kiislamu, hesabu yake. Endapo mwezi umeandama tarehe 29, ina maana Allah subhanahu wa ta'ala kila funga moja anakulipa 10. Anakulipa 10, inakuwa ni 290. Sawa sawa umefunga na siku 290. Ukifunga siku moja Allah subhanahu wa ta'ala anakulipa 10. Sawa sawa umefunga 290. Ukafunga na zile 6 kwa nia ya kufunga siku 6 za ndani ya mwezi wa mfungo mosi, unapata siku 60. Ukizijumlisha unapata siku 250. Kwa hiyo unakuwa umepata zaidi, umeongeza. Ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallama alisema tufunge siku 6 ndani ya mwezi wa mfungo mosi, na hizi ni sunna wala si wajibu. Na wala waumini wasiogope wakasema kwamba kama zinavyokuja habari kwamba ukianza kuifunga hiyo mpaka upate mtoto au mjukuu wa kurithi. Hilo si kweli. Ukweli wewe funga na Mwenyezi Mungu atakulipa, na ukamilifu wa kukamilisha siku za mwaka wa Kiislamu kwa hisabu. Kwa hiyo hii 6 ni bora ndugu yangu ukafunga. Ilazimishe nafsi yewe ndugu yangu, kwa sababu mambo yote ya kheri huwa yana uzito. Ni vipi ushindwe kufunga siku 6 umefunga siku 30 au 29? Kwa hiyo kama wewe utakuwa umefunga siku 30 na ukafunga siku 6, tayari idadi yako inakamilika siku 360 kwa hisabu ya Kiislamu. Iko hivyo. Ndugu zangu waumini, niwaombe tujitokeze sana kwenda kusali sala za Idi katika maeneo yangu, lakini niwasisitize sana wale ambao tunakwenda kusali Idi, tutakapomaliza swala ya Idi tukae tusikilize hutuba 2. Ukiondoka ukamwacha khatibu ana hutubu baada ya swala ya Idi, huna swala. Kwa hiyo baada ya swala ukae usikilize hutuba 2 mpaka mwisho. Hapo swala yako itakuwa imekamilika. Na pia kuna jambo ambalo napenda kuasisitiza ndani ya siku hizi 2-3. Ndugu zangu, tutoe zakatul fitri. Tutoe zakatul fitri kwa ajili ya kutakasia saumu zetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, asomu saima muallaqum baina samai wal ardi
la yarfa'u illa bizakatul fitri. Mtume anasema funga, swaumu ya mfungaji ni yenye kuning'inia kati ya mbingu na ardhi, haipandi swaumu hiyo imafunga hiyo isipokuwa kwa kuitolea zakatul fitri. Hivyo ndugu yangu, baada ya kujikamilisha mahitaji yako, baada ya kukamilisha matumizi yako, sehemu iliyobaki watolee wale unaowamiliki. Wazazi kama wajiwezi, hata kama wanajiweza wanakutegemea, watolee zakatul fitri. Na hata kama nyumbani kwako katika familia yako atazaliwa mtoto kabla ya kuswaliwa Idi, basi huyo anatakiwa tolewe zakatul fitri. Na utaratibu katika maeneo uko wazi, katika kila misikiti yameelezwa hayo. Lakini zakatul fitri ni kutoa chakula ambacho ni maarufu katika mji. Katika mji wetu sisi, mji wa Shinyanga hapa, tunatoa zaidi mchele ambayo ni kilo 2.5. Sasa utaweka tathmini kwa bei ya dukani. Kama una watu 5 6, basi hawa wagawe mara 2, 3 watolee chakula, 3 watolee pesa, ili yule atakayepokea ile zakatul fitri naye aweze kupata pesa za kuweza kujikimu, kupata mboga, mkaa na mafuta na kadhalika, ili wote tuwe katika siku ya Idi wote tunapata chakula na utulivu katika majumba yetu.